Kwa majina naitwa Mariam Idi Vagi, natokea Balishwali. Leo tumefanya dua maalum kwa kuliombea taifa, kwa maana tumetoka kwenye uchaguzi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuondolee shari zote, atuwekee wepesi, tuishi kwa amani, viongozi wetu watutumikie kwa upendo na kwa moyo. Na sisi wananchi tumejifunza kwa yaliyotokea, kila mmoja kwa upande wake atachukua hatua. Vijana wetu tutawaasa, na sisi wenyewe wazazi tutajifunza njia nzuri ya kuwafanya vijana wetu wawe watoto wazuri ambao wanatii sheria bila shuruti. Mimi mliofanya leo mmeombea taifa zima, mmeombea diwani peke yake? Hapana, sisi tumeombea taifa zima, na hasa tumeanza kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tumemwombea waziri mkuu, tumewaombea waheshimiwa wabunge, mheshimiwa spika wetu, mheshimiwa diwani ndiye ambaye alikuwa kinara wa kikao chetu cha leo. Tunashukuru sana wana Balishwali wenzangu. Mimi kwa niaba ya wanawake wa Balishwali napenda kutoa shukrani zetu za dhati, hasa kwa moyo wao wote waliojitolea kwa ajili ya kufanikisha dua hii. Kwa majina naitwa Said Rajab Almasi, ni katibu wa taasisi hii ya Balishwali Tanzania, ambayo makao makuu yake yapo hapa katika kata yetu ya Ilala. Katika shughuli hii tulioifanya leo, kwa kweli kwanza ni kuliombea taifa letu la Tanzania. Tunawaomba sana amani, utulivu, mshikamano na upendo katika nchi yetu. Tunaamini kama hakuna amani, basi maendeleo hakuna. Kama hakuna mshikamano, utulivu, umoja, maendeleo hakuna. Kwa hiyo tumekusanyika leo kama wana Balishwali kuliombea amani taifa letu, lakini pia kumtia nguvu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba, lakini pia na viongozi wetu wa jimbo pamoja na wakata, kwa maana Musa Azan Zungu, spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Saadi Muhammad Kimji, diwani wetu mteule katika kata yetu ya Ilala. Kwa hiyo ndo sababu kubwa na lengo kubwa la shughuli yetu hii ya leo, kuliombea amani taifa letu, lakini pia tumewaasa na tunaendelea kuwaasa wazazi wetu, vijana wetu, watoto wetu waitunze hii amani kama mboni ya jicho lao. Tuna tetesi na zimezagaa sana katika mitandao kuhusiana na swala la tarehe 9. Tuwaombe wazazi wetu, tuwaombe vijana wetu, tuwaombe na watoto wetu wasidanganyike, wasidanganywe wakaingia barabarani kufanya maandamano hiyo tarehe 9 kama inavyosemekana, kwa sababu tunaendelea kulihujumu taifa letu, lakini pia kuendelea kurudisha nyuma kimaendeleo katika taifa letu. Tumeona tarehe 29 iliyotokea, siku 5 kukaa ndani ilikuwa kama vile ni mwaka mzima. Tunaomba sana ndugu zetu ili jambo lisijirudie tena, kwa sababu siku 5 zile kwetu ilikuwa kama mwaka mzima. Kama hakuna usafiri, kama hakuna maduka yoyote yako wazi, lakini kama hakuna network kwenye mtandao, maana yake huwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo tunawaasa sana ndugu zetu wasidanganyike, na badala yake tarehe 9 tuendelee kufanya shughuli zetu, tukae majumbani, tupumzike, tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Asante.